yani nakumbuka enzi hizo alipokuwa hai, jinsi alivyokuwa anahamasisha masuala mazima yanayohusiana na amani, upendo na utulivu. Kwa nilipofika leo kwenye mji wa Magufuli, yani nimejikuta kama nimekuwa ni mtu mpya ambaye pia mimi katika kampeni zangu kila mkutano niliopiga katika hiyo mikoa 19 niliyopita, na huu mkoa wa Geita utakuwa ni mkoa 20, na ubiri sana masuala mazima yanayohusiana na amani na utulivu wa nchi yetu. Kwa Tanzania ninawaomba tarehe 29 wajitokeze kwa wingi kupiga kura, na wajitokeze kwa wingi si kupiga kura tu kwa maana kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kunipigia kura mimi Costa Jimmy Kibonde wa Chama cha Makini, na hatimaye ninaamini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tarehe 29 baada ya Tanzania kujitokeza kwa wingi na kunipigia kura, watakwenda kunitangaza kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia ninawaomba Tanzania siku ya kupiga kura wakijitokeza, wakifika kwenye kituo cha kupiga kura, wakipiga kura warudi majumbani mwao kwa ajili ya kwenda kusikilizia matokeo na si kurundikana kwenye vituo vya kura. Na wale ambao wanahamasisha maandamano siku ya tarehe 29, natoa rai kwa Watanzania nchi nzima, nikiwa hapa nyumbani kwa marehemu John Pombe Joseph Magufuli ambaye alikuwa ni rais wetu wa awamu ya 5, wasiwasikilize wanaoshabikia, wanaochochea maandamano. Tarehe 29 ni siku maalum ambayo ni takwa la kikatiba linatutaka twende tukupige kura. Kwa hiyo tukatimize haki yetu ya kimsingi ya kwenda kupiga kura na si kwenda kuandamana. Na vile vile natoa wito kwa jeshi la polisi wahakikisha kwamba wale wote wanaochochea maandamano kwenye mitandao ya kijamii wawashughulikie kabla vile athari za uchochezi wao hazijawaathiri wa Tanzania, ili iwe fundisho na kwa wengine. Na vile vile mamlaka zinazohusika kwa maana TCRA, kuna iko sababu ya kuweza kuondoa maudhui yanayochochea, yanayoleta viashiria vya kutugawa, viashiria vya kuleta sintofahamu katika nchi yetu ya Tanzania. Hayo mamlaka wanayo na hawana sababu ya kusubiria matatizo yatokee, kwa sababu tumeona kabisa vyombo vya habari nchi zingine wamekuwa ni chanzo cha vurugu nchini mwao, na hatimaye nchi zao mpaka sasa hivi haziwezi zikatawalika. Hivyo basi amani ya Tanzania tunapaswa kuilinda, tunapaswa kuikumbatia kwa hali na mali.